Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuishi nazo kwenye safari ya maisha yako. Kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi kwenye uso wa dunia, amezaliwa akiwa na nyota yake. Wapo wanadamu ambao nyota zao zinafanana na wapo wanadamu ambao nyota zao hazifanani. Inawezekana nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani kujua nyota zao, lakini haujui nyota yako kwa sababu haujui namna gani ya kuijua. Kwa sababu najua unatamani kuijua nyota yako, basi leo nitakwenda kukuambia namna gani ya kuijua nyota yako kwa kutumia siku na mwezi ambao umezaliwa. Na ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, utakwenda kuijua nyota yako. Na mtu atakapokuambia tarehe yake ya kuzaliwa na mwezi ambao amezaliwa, pia utakwenda kuijua nyota yake. Kama umevutiwa na video hii, basi mada hii nimeiandaa mahususi kabisa kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kwanza kabisa unatakiwa kujua nyota zimegawanyika katika makundi 12, na kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia hudondokea katika kundi mojawapo la nyota. Ipo nyota ya kondoo, fahari, mapacha, kaa, simba, bikra, mizani, nge, mshale, nyota ya mbuzi, nyota ya maji na nyota ya samaki. Haya ndiyo makundi 12 ya nyota. Sasa je, utajuaje wewe ni moja kati ya mwanadamu ambaye upo katika kundi mojawapo la nyota kati ya makundi haya ambayo nimeyataja? Ili kufahamu wewe ni mwanadamu ambaye unadondokea kwenye kundi gani la nyota, kwanza lazima uijue siku yako ya kuzaliwa pamoja na mwezi ambao umezaliwa. Ukishakuwa unajua hayo, sasa tuende tukaanze kuelimishana ni kwa namna gani utakavyoweza kujijua wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota gani. Kundi la kwanza la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya kondoo, yani Aries. Hawa ni wanadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 19 mwezi wa 4. Yani kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa kati ya tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili, basi wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya kondoo. Kwa nini tunasema binadamu waliozaliwa katika kipindi hiki huzaliwa wakiwa na nyota ya kondoo? Ni kwa sababu hizi ni nyakati ambazo nyota huwa zimejichora katika umbo la kondoo. Yani ukiamka usiku ukatazama juu angani katika kipindi cha mwezi wa 3 tarehe 21 mpaka tarehe 19 mwezi wa 4, ukiamka usiku na kutazama angani katikati ya dunia, utaziona nyota ambazo zimechora umbo la kondoo. Ina maana wanadamu ambao wanazaliwa katika kipindi chote ambacho nyota zimechora umbo la kondoo huzaliwa wakiwa na nyota ya kondoo. Kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya ng'ombe, yani Taurus. Binadamu wanaozaliwa wakiwa na nyota hii huzaliwa kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 4 hadi tarehe 20 ya mwezi wa 5. Ina maana kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa kati ya tarehe hizo, basi wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota ya ng'ombe. Maelezo ni yale yale nimekwambia. Tunasema umezaliwa ukiwa na nyota ya ng'ombe kwa sababu huwa kuna nyota ambazo zimejiweka katika umbo la ng'ombe wakati wa usiku. Ina maana utakapotazama angani unaweza kuziona nyota hizo, na ndio maana binadamu wote wanaozaliwa katika kipindi hicho huaminika wamezaliwa wakiwa na nyota ya ng'ombe. Kundi la tatu la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya mapacha, yani Gemini. Binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota hii huzaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 mwezi wa 6. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa katika tarehe hizi, basi wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota ya mapacha. Kundi la 4 la nyota
ni nyota ya kaa. Binadamu waliozaliwa na nyota ya kaa au nyota ya Kansa huzaliwa kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 7. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa kati ya tarehe hizo, basi wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota ya kaa. Kundi la 5 la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Simba, yani Leo. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Simba, basi wewe umezaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 7 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 8. Kundi la 6 la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota bikra, yani nyota ya Virgo. Binadamu wa kundi hili huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 8 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 9. Ina maana kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa katika tarehe hizo, basi wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Virgo. Namba 7, nyota ya mizani, yani Libra. Binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Libra huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 10. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa kati ya tarehe hizo, basi wewe ni mwanadamu ambaye automatiki umezaliwa ukiwa na nyota ya mizani. Kundi la 8 la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Nge, yani Scorpion. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 10 hadi tarehe 21 ya mwezi wa 11. Kama wewe umezaliwa kati ya tarehe hizo, basi wewe ni moja kati ya wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya Nge. Namba 9, binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya mshale, yani Sagittarius. Hawa ni wanadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 11 hadi tarehe 21 mwezi wa 12. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa katika tarehe hizi, basi wewe ni miongoni mwa binadamu ambao walizaliwa wakiwa na nyota ya mshale. Namba 10, nyota ya mbuzi, Capricorn. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao walizaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 12 hadi tarehe 19 mwezi wa kwanza, basi jua kabisa kuwa wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya mbuzi, na maanisha Capricorn. Kundi la 11 la nyota ni nyota ya maji, yani Aquarius. Binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya maji huzaliwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa kwanza hadi tarehe 18 mwezi wa pili. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa katika tarehe hizi, basi wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota ya maji. Nyota ya 12 ambayo ndiyo nyota ya mwisho ni nyota ya samaki au Pisces. Binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya samaki kwa kawaida huzaliwa kuanzia tarehe 19 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 mwezi wa tatu. Ninaamini kwa kutaja makundi 12 ya nyota na tarehe zake, ukizingatia tarehe yako ya kuzaliwa pamoja na mwezi ambao umezaliwa, basi nawe utakuwa umeshajijua nyota yako ni ipi. Kama haujaelewa usijali, komenti nami nitapitia komenti moja baada ya nyingine, nitakwenda kujua haujaelewa wapi, na kupitia sehemu hiyo nitakwenda kukuelekeza hatua kwa hatua. Mimi mpaka hapo sina la ziada zaidi ya kusema bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.